Ulishawahi kusikia kwamba kuna sehemu ambayo jua halizami? Jibu ni ndio. Kuna sehemu jua halizami. Hii ni katika mji wa Utqiagvik uliopo kaskazini mwa jimbo la Alaska nchini Marekani. Katika mji huo jua limechomoza siku ya Jumatatu, Mei 11 mwaka 2026 na halitazama kwa zaidi ya siku 80. Kwa maana nyingine, hapatakuwa na usiku na watu wa mji huo hawataliona giza. Uhaibuni wanaita midnight sun. Hali hii inataja kama ya kiasili na hujulikana kama jua la usiku wa manane, ambapo jua hubaki angani mchana na usiku bila kutoka katika kipindi chote cha majira ya joto kwenye maeneo yaliyo karibu na ncha ya dunia ya kaskazini, yani Arctic. Hali hii husababishwa na mwelekeo wa mhimili wa dunia takriban nyuzi 23.5 ukilinganisha na mzunguko wake wa kulizunguka jua wa kawaida. Na kwa sababu hiyo, maeneo yaliyo karibu na ncha ya kaskazini hupata angalau siku moja au zaidi ya mwanga wa saa 24 kila mwaka. Kadri unavyosogea karibu na ncha za dunia, hali hii huongezeka zaidi hadi kufikia takriban miezi 6 ya mchana mfululizo kwenye ncha ya kaskazini na miezi 6 ya giza wakati wa majira ya baridi. Kwa kawaida, jua linapofika sehemu yake ya juu kabisa angani wakati wa solstasi ya kiangazi, ndipo maeneo haya hupata mchana mrefu zaidi wa mwaka. Na hili ndilo moja matukio ya kiasili yanayoshangaza duniani, mahali ambapo usiku unakosa usiku halisi. Hali hii ya midnight sun hutokea mara moja kila mwaka katika kipindi cha kiangazi kwa maeneo yaliyo karibu na ncha ya kaskazini na kusini ya dunia. Kwa upande wa kaskazini, hali hiyo hutokea kati ya mwezi Mei hadi Julai, huku kusini ikitokea kati ya Novemba hadi Januari. Na baadhi ya miji maarufu inayoshuhudia tukio hili ni Tromsø na Longyearbyen huko nchini Norway, Rovaniemi nchini Finland, Reykjavik nchini Iceland, Murmansk nchini Russia, Kiruna nchini Sweden na Antarctica ambapo ni maeneo mengi ya bara la Antarctica. Katika baadhi ya maeneo kama Longyearbyen, jua linaweza kutozama kwa zaidi ya miezi 4 mfululizo. Kwa ujumla, hali hii ni ushahidi wa namna mazingira ya dunia yanavyobadilika kwa tofauti kubwa kulingana na eneo husika. Matukio kama haya huongeza hamasa ya kujifunza zaidi kuhusu sayansi ya anga, jiografia na maumbile ya sayari yetu. Pia ni ukumbusho kwamba bado kuna mengi ya kuvutia na yasiyo ya kawaida yanayoendelea kutokea duniani, mbali na yale tuliozoea kuyaona kila siku. Mwandaji na msimulizi wako ni mimi Consolata Chaliga wa AyoTV.